بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama nilivyotangulia kusema ya kwamba tuko katika masiku matukufu, tuko katika miezi mitukufu. Ni vizuri tukakumbushana ili Muislamu uweze kupata faida kutokana na misimu hii ya kheri, kutokana na masiku haya yaliyokuwa matukufu, ili tuweze kupata kufanyia kazi yale ambayo yanatakiwa kufanywa katika masiku haya na katika miezi hii. Tuko katika mwezi wa Dhulqaada. Mwezi wa Dhulqaada ni miongoni mwa miezi mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Mwaka wa Kiislamu una miezi 12 fi kitabillah, miezi hiyo ambayo imeandikwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa samawati wal arda, tangu alipoumba Allah subhanahu wa ta'ala mbingu na ardhi, minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndio dini ya sawasawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Hiyo ni sura Tauba aya ya 36. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anatufahamisha idadi ya miezi. Mwaka una miezi 12. Yawezekana Muislamu ulikuwa haufahamu, unatakiwa ufahamu kwamba miezi iliyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Lakini vile vile miongoni mwa faida tunazozipata kutokana na aya hii kwamba miezi ni kiumbe au mwezi ni kiumbe kilichoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa faida ambazo tunaipata kutokana na aya hii, ndani ya hiyo miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hali ndio hiyo, Muislamu anatakiwa kufahamu miezi hiyo ni miezi gani. Lakini Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala akifasiri aya hii anasema, amesema Ibn Abbas radiyallahu anhu katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, katika miezi hiyo
msidhulumu nafsi zenu, ai fi kullihinna, ndani ya miezi 12 Muislamu hautakiwi kuwa ni mwenye kuidhulumu nafsi. Na kuidhulumu nafsi ni Muislamu kufanya yale ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ile yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoyafanya mambo hayo, ujue unaidhulumu nafsi yako. Lakini vile vile Muislamu unapoacha kufanya ibada ambazo unatakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuzifanya, na wewe ukawa si mwenye kuzifanya ibada hizo, ujue ya kwamba unaidhulumu nafsi yako kwa kuto kufanya ibada ambazo umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah ameharamisha kufanya dhulma, kujidhulumu ndani ya miezi hiyo 12. Lakini pia dhulma, unaweza kumdhulumu mtu mali yake, haki yake, ukamdhulumu, bado jambo hilo linakatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Ibn Abbas akasema, thumma ikhtassa min dhalika 4 ashhuri, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaihusisha kwa kuitaja miezi 4, faja'alahunna haraman, akaifanya miezi hiyo ni mitukufu, wa 'azzama hurumatihinna, na akafanya utukufu wake ni mkubwa mno, wa ja'ala dhanba fihinna a'zam, na vile vile akafanya madhambi yanayofanyika katika miezi hiyo 4, madhambi hayo yanakuwa ni makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amala salihah, na mtu kufanya mema, matendo mema katika miezi hiyo 4, wal ajra a'zam, ujira wake pia unakuwa ni mkubwa sana. Kwa ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada, Muislamu unatakiwa kujitahidi kuyafanya yaliyokuwa mema, na unapofanya mema ujue ya kwamba malipo yake ni makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile Muislamu jiepushe na madhambi, jiepushe na maovu, jiepushe na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Unapofanya madhambi katika miezi kama hii, madhambi yake yanakuwa ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Nufay' ibn al-Harith radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, as-sanatu 12 shahran, mwaka una miezi 12, minha 4 hurum, katika miezi hiyo 12 kuna miezi 4 ambayo ni mitukufu, 3 mutawaliyatun, miezi 3 imefuatana. Dhulqaada, ambayo ni mwezi wa Dhulqaada, ambao ndio mwezi tunao hivi sasa, wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja, mwezi utakaofuata baada ya huu, wal Muharram, na mwezi wa Muharram utakaofuata baada ya mwezi wa Dhulhijja. Miezi hii imefuatana na yote ni miezi mitukufu. Kisha Mtume akasema, wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajab, alladhi baina Jumada wa Shaaban, mwezi wa Rajab ambao uko katikati ya Jumada al-akhir, Jumada ya mwisho, au Jumada thani, uko kati ya Jumada thani na mwezi wa Shaabani. Kwa hiyo hapo katikati unapatikana mwezi wa Rajab, vile vile ni katika miezi mitukufu. Kwa ndugu zangu katika imani, tupo ndani ya mwezi wa Dhulqaada ambao ni katika miezi mitukufu mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujikurudishe kwa Allah kwa kufanya yaliyokuwa mema, tujikurudishe kwa Allah kwa kusoma Qur'an, tujikurudishe kwa Allah kwa kumdhikiri Allah, tujikurudishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa sadaka, tujikurudishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali swala za sunna. Kwa jambo ambalo unaliona kwamba ni zuri, jitahidi kujikurudisha nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku haya, ndani ya miezi hii, ili tupate khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya pili, mwezi baada ya huu ambao ni mwezi wa Dhulhijja,
ni mwezi ambao una ibada nyingi zinafanywa na Waislamu. Miongoni mwa ibada ambazo zinafanyika katika mwezi wa Dhulhijja ni kuchinja katika mwezi wa Dhulhijja. Katika nukta ya pili tutakumbushana ahkamul adahi, hukumu za kuchinja. Al-udhiyatu ahadu sha'airi al-islami. Udhiya, kuchinja katika mwezi wa Dhulhijja, ni moja ya nembo za Uislamu, ni moja ya nembo au alama za Uislamu, allati yajibu ala almuslimi ta'dhimuha, nembo, alama ambayo ni wajibu kwa Muislamu kuzitukuza nembo hizo, kutukuza alama zinazoonyesha Uislamu, kutukuza alama ambazo zinautangaza Uislamu bil adai, kwa kutekeleza jambo hili la kuchinja katika mwezi wa Dhulhijja. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yu'azzimu sha'aira Allah, na anayetukuza nembo za Allah, anayetukuza matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwa alqulub, hakika kufanya hivyo ni katika ucha Mungu wa mioyo. Yani mtu kutukuza yale ambayo anatakiwa kuyatukuza, yale ambayo ni katika matukufu ya kidini, yale ambayo ni miongoni mwa alama za kuonyesha kwamba haya ni mambo ya Uislamu, ni mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anayefanya hivyo, huyo anakuwa anatekeleza maelekezo na kutekeleza nembo za Uislamu, na atapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ya udhuhiya, maana yake nini? Al-udhiyatu hiya ma yudhbahu min bahimati al-an'ami. Udhuhiya maana yake ni kile kinachochinjwa katika miongoni mwa wanyama wa kuchungwa, ayama Eid al-Adha, katika masiku ya Eid al-Adha. Kwa nini watu wanachinja? Taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wanachinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wanafanya hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ibadatun mashru'atun bil kitabi wa sunnah wal ijma'i. Na kuchinja, udhiya, ni ibada ambayo ni ya kisheria, ni ibada ambayo ni ya kisheria ambayo imeelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, na imeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, wal ijma', lakini pia maulama wa Kiislamu wameafikiana katika jambo hilo la kuchinja. Amma alkitabu, amma dalili katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Maulama wanatuambia ya kwamba aya hii inaelekeza, inaamrisha watu waswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na wachinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad fasaraha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma biqawlihi, Ibn Abbas ameifasiri aya hii kwa kusema, wan-nahru, anasema an-nusku wadhabhu yawma al-adahi. Allah aliposema swali kwa ajili ya Mola wako na kuchinja kwa ajili ya Mola wako, kuchinja hapa kuna kusudiwa kuchinja katika Eidul Adha, kuchinja katika mwezi mfunguo tatu, kuchinja katika idi kubwa. Ndiyo maelekezo hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala, anawaelekeza watu wachinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi jamhuru al-mufassirin, kama hakahu Ibn al-Jawzi. Na tafsiri hiyo ndio tafsiri ambayo wamekubaliana maulama wa tafsiri kwamba makusudio Allah aliposema na uchinje kwa ajili ya Allah, anakusudia watu wachinje katika idi kubwa,
wachinje katika Eidul Adha. Amma al-adillatu min as-sunnah, ama dalili kwa upande wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Anas radhiyallahu anhu. Anas anasema dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini, alichinja Mtume sallallahu alaihi wasallam kondoo wawili wa mabaka. Faraaituhu wadi'a qadamahu ala sifahihima, nikamuona Mtume sallallahu alaihi wasallama akiwa ameweka unyayo wake katika miguu yake, miguu ya wale wanyama. Yusammi, akasema bismillah, wa yukabbir, na akasema Allahu akbar. Fadhabahahuma biyadihi, akawachinja wale kondoo wawili kwa mkono wake. Muttafaqun alayhi. Hadithi hii inatuonyesha ya kwamba Mtume anapofanya jambo anawafundisha umati wake kunako na jambo hilo ili na wao waweze kulifanya. Hii ni kuonyesha kwamba kuchinja katika idi kubwa, kuchinja katika Idi al-Adha, kufanya hivyo ni kutekeleza jambo ambalo amelitekeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha, Ummu Salama anasema anna Nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema idha dakhalatil ashru, linapoingia 10 la mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudahi, na akataka mmoja wenu kuchinja, akawa ana nia ya kuja kuchinja, fala yamassa min sha'rihi, asiguse nywele zake, kwa maana asinyoe, wa basharihi, na vile vile asiguse ngozi yake, shay'an, kwa jambo lolote. Kwa hiyo hatakiwi kunyoa nywele zake na wala hatakiwi kukata ngozi yake kwa namna yoyote ile iwayo, atakapoona kwamba tayari mwezi wa Dhulhijja umeandama, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, hadithi ambayo pia imepokelewa na Ummu Salama radhiyallahu anha. Ummu Salama anasema, Mtume anasema idha raaitum hilala dhilhijja, mtakapoona mwezi wa Dhulhijja umeandama, wa arada ahadukum an yudahi, na akataka mmoja wenu kuchinja, falyumsik an sha'rihi, na ajizuilie kunyoa nywele zake, wa adhfarihi, na vile vile ajizuilie na kukata kucha zake. Mwezi wa Dhulhijja na kuandama na mtu ana nia ya kuchinja, hatakiwi awe ni mwenye kukata kucha mpaka atakapochinja. Hatakiwi awe ni mwenye kugusa chochote katika nywele ambazo ziko katika kiwiliwili chake mpaka atakapochinja ile siku ya Eid, siku ya 10. Akichinja ndipo anaruhusiwa sasa kuanza kukata kucha zake na kunyoa. Kwa hiyo hadithi hizi zote zinaonyesha kwamba kuchinja ni sheria, na kuchinja ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchinja ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. 3, al-ijma'u, maafikiano ya maulama wameafikiana ya kwamba kuchinja ni sheria katika Eidul Adha. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها, wameafikiana waislamu juu ya sheria ya kuchinja, kama hakahu Ibn Qudama fil Mughni, kama alivyoeleza ijma'i hiyo, kama alivyoeleza maafikiano hayo Ibn Qudama katika kitabu chake kinachoitwa Al-Mughni. Ameeleza namna waislamu walivyoafikiana ya kwamba kuchinja ni sheria. Kwa ndugu zangu katika imani, na yusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni nyinyi, tufanye maandalizi kwa ajili ya kuja kuchinja katika Eid al-Adha. Leo Muislamu anapokwenda kwa mshirikina akaambiwa nenda ukalete mbuzi,
atapenda atamtafuta mbuzi, atamleta kwa ajili ya kwenda kuchinja kwa mshirikina. Lakini anapoelekezwa kwamba anatakiwa achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nafsi inakuwa ni ngumu, nafsi inakuwa haitaki. Kwa kila mmoja katika sisi tufanye maandalizi ya kuchinja katika Idi itakayokuja hapo mbele, na mengi tutaendelea kujifunza yanayohusiana na kuchinja katika Eidu al-Adha. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.